Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, msomaji wako Muteba akiwa anamiliki mitambo. Mahali popote ambapo ulipo nikaribishe kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wetu wa taarifa zetu za habari katika lugha hii ya Kiswahili. Vituo vyetu vya kawaida vinapatikana Uvira jimboni Kivu ya Kusini, vinapatikana pale Burundi, Lubumbashi na huko maeneo ya Kinshasa kupitia Muteba TV. Mahali popote ambapo ulipo ni ukaribisha kuweza kujiunga nasi katika televisheni yako Muteba TV. Karibu kuweza kujiunga nasi mwanzo kabisa hadi mwisho kupitia televisheni yako. Ikiwa unakuwa na maoni, pendekezo, usikose kabisa kutuandikia, tutakwenda kukujibu. Na ikiwa utakuwa na msaada au mchango wote ambao unaweza kuchangia kupitia televisheni yako, moja kwa moja kutuandikia kwenye namba hiyo ya WhatsApp, tunaweza tukakujibu. Bila kuponda muda, tukujie na yale ambayo utakayozungumzia kwa siku ya leo kupitia uchambuzi wa tariki 3 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambao tutaangazia kuhusu shirika la kutetea haki za kibinadamu CDH yataja watu 300 kabisa ambao walikwenda kukamatwa ama waliweza kuwa kidnape pamoja na waliweza kuwa kidnape na M23 huko Bukavu kwenye kata la Ndendere. Mtakwenda kujua mengi kabisa hapo Bukavu. Naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani ambaye ametoa ofa ya gari 450 kwenye vyombo vya usalama hii siku ya Alhamisi. Mtakwenda kujua mambo mengi kuhusu gari hizo ambazo ziliweza kutolewa, na pia wapiganaji wa kundi la majimaji la Kabido waweza kujisalimisha mbele ya jeshi la FARDC huko maeneo ya Lubero. Mtakwenda kujua mengi kupitia kujisalimisha kwao. Na waziri wa miundombinu atembelea Espace Monima hapa mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini kwenda kujionea hali kabisa halisi ya ujenzi wa barabara maeneo hiyo, ambayo imeonekana kuwa ni swala tete. Kupitia taarifa zetu za habari tulikuambia kwamba atatembelea, na hiyo jana kabisa amekwenda kutembelea. Mkuu kiongozi wa CSR mjini Uvira apata nafasi ya kukaribisha mkuu wa CSR kutoka huko nchi za nje ambaye amewasili hapa mjini Uvira, na alipata nafasi ya kuweza kutembelea vituo mbalimbali hapa mjini Uvira, pakiwemo kituo cha Regideso, SNEL pamoja na ofisi ya gavana, ili kujionea hali inavyoendeka maeneo hayo. Na Amani Katembera akiwa ni mchaguliwa wa Sud Kivu pale maeneo ya Bukavu, akwenda kuwasilisha ripoti yake ya ubunge ama ya congé parlementaire ambayo iligubika na vitengo vitatu. Utakwenda kujua mengi kabisa ambayo alikwenda kuyazungumza kupitia televisheni yetu ambayo kila leo unaendelea kutukaribisha. Bila kupona muda, haya na mengine ndio tutakayoyachambua kwa siku ya leo, nikisema karibu kuweza kujiunga nasi mwanzo kabisa hadi mwisho kupitia televisheni yako Muteba TV. Karibu. Moja kwa moja tuanze kuchambua habari hizi kabisa za shirika la kutetea haki za kibinadamu CDH ambayo yataja kuwa watu 300 waliweza kuwa kidnape pale Bukavu. Ilikuwaje? Hao watu tuliweza kutangazia kabisa kupitia siku zilizopita ya kwamba watu zaidi ya 300 waliweza kukamatiwa na vyombo vya usalama ya pale maeneo ya Bukavu. Kupitia tangazo la shirika hilo la CDH liweza kutaja kuwa zaidi ya watu 300 ambao waliweza kukamatwa usiku wa Jumatatu ya tariki 29 mjini Bukavu, ambapo ilikuwa ni tariki 13 katika kata la Ndendere manispa ya pale maeneo ya Ibanda. Hao watu waliweza kamatwa na AFC na waliweza kupelekwa nafasi isiyojulikana. Kupitia tangazo la CDH, ikiwa ni shirika la kutetea haki za kibinadamu, liliweza kueleza kuwa watu hao wanatakiwa kurudia, kwa sababu M23 haitakiwi kufanya vitendo vya ugaidi wakati watu hao ni raia ambao hawana hatia. Na habari hizi zikiwa zinazagaa zikisema kuwa huenda watu hao wanakamatwa na kupelekwa kwenye kambi ya Rumangabo ili kabisa waende kufunzwa kijeshi na kuingizwa kijeshi kwa nguvu, jambo ambalo limeweza kutupiliwa mbali na shirika hilo la CDH kutoka huko mjini Kinshasa. Kupitia tangazo ambalo lililowasilishwa kwenye Radio Okapi, lilizungumza kuwa waasi wa M23 wanatakiwa kuheshimia haki za kibinadamu, na ikiwa kuna kijana ambaye atakwenda kujiunga nao, ajiunge nao kwa hiari, isiyo kujiunga kwa kuweza
kulazimishwa. Mjini Uvira, mpambanaji mkubwa wa Uvira kiongozi Lunyuki akiwa ni mzalendo ambaye ni mdogo wake wa marehemu General Rukumeta ambaye aliyefariki hapa mjini Uvira, aweza kuungana na kiongozi mwenzie kiongozi General Namtaga kwenda kumaliza kazi aliyoiacha njiani General Rukumeta ambaye aliyefariki kwa kupigwa risasi kwenye shamba la vita huko maeneo ya Kageregere. Hayo waliweza kuyataja kuwa ni wakati wa kuungana na kuweza kumaliza kazi ambayo marehemu aliyoitaja. Utoaji wa magari na silaha, vyombo vya usalama vyaweza kupata magari hayo kama vile tulivyokuambia. Naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani hii siku ya Alhamisi amekabidhi rasmi gari 450 kwa vyombo vya usalama ama kwa vyombo vya mamlaka ya usalama. Jackman Shabani aliweza kabidhi pia silaha kwa vyombo vya kijeshi. Walionufaika na msaada huyo ni jeshi la polisi, ANR, DGM, polisi wa mpakani pamoja na magavana wa Sankuru na Lomami, bila kusahau viongozi wa kitawala na waziri wa mambo ya miundo mbinu ndani katika ngazi za wilaya. Hizi gari zinaweza kutolewa namna gani? Hizi gari ziliweza kutolewa ili kwamba vitengo vya serikali viwe vinapata nafasi ya kuweza kusafirisha wanajeshi, kusafirisha polisi, kusafirisha viongozi wa ANR, watumishi wa ANR, pia watumishi wa DGM ambao watakuwa deploy. Kwa hiyo hizo gari ziko katika ile hali ya lo moja ambayo iliyoandaliwa, kwa sababu kulikuwa na habari ambazo zilithibitisha kuwa kuna zaidi ya gari 1000 ambazo zilikuwa komande na serikali ya Kinshasa ili kugawia watumishi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini hasa kuhusu vita vya M23? Wadadisi wa mambo wanazungumza namna gani? Tariki 1 Novemba mwaka 2025, waasi wa M23 wamepiga marufuku kabisa na kukataa rasmi kila document ambayo itakuwa sinye na serikali ya Kinshasa. Wamepinga kabisa kwamba hawataruhusu document yoyote ile kutoka sehemu mbalimbali ambayo iko sinye na serikali ya Kinshasa. Wamekwenda kuipinga. Tukitaja hapa, unajua kwamba kuko dokima nyingi sana. Kuko dokima kama vile carte d'électeur. Hii sasa inakuwa ni jambo la kuhuzunisha. Carte d'électeur, kuko CPGL, kuko Tenalie, kuko passeport ambazo zitakuwa ziko sinye na serikali ya Kinshasa, haziruhusi kuingia Bukavu na Goma. Hebu tuangalie nini sasa maisha ya raia watakayoyapitia baada tu ya mfumo huu ambao umeweza kuchukuliwa na M23. Tangazo lao ambao limewasilisha tangu hiyo jana liliweza kueleza kuwa wamepiga marufuku kabisa kuanzia tariki hizi tunazozungumza. Lazima serikali ya Kinshasa kubali kwamba M23 haitotumika nao tena kupitia document ambazo ulikuwa unakuta mtu anatoka Bukavu anaingia Rwanda, anaingia Burundi, Tanzania kupitia document ya Kongo, lakini wamepiga marufuku kwamba hawataweza kuingia tena. Na kupitia hayo kuna tangazo ambalo FC iliweza kutangaza kuwa kuna drone ambayo iliyoshambulia raia huko maeneo ya Walikale, lakini hapa sisi tulithibitisha kuwa kuna drone ambayo ilishambulia M23, lakini wao wameandikia Opinion International kusema kwamba serikali ya Kinshasa imefanya mauaji dhidi ya raia kwa kuweza kuwashambulia na drone, lakini sisi hapa tulizungumza kuwa haikukuwa raia, walikuwa ni waasi wa M23. Nini hasa ambayo inakuwa kabisa changamoto kuhusu hali hii? Kutokana na habari ambazo tumezichunguza, FC wakati iliweza kufika pale Bukavu ilikuwa na nguvu na ilikuwa na mipango ambayo labda ilikuwa ni yenye kuleta maendeleo katika jamii, ni yenye kuleta maendeleo katika ngazi zozote. Lakini kutokana na hali hii ambayo tumeifanya udadisi, Fachi alichelewa kabisa kumsukuma au kutoa maamuzi zaidi kupitia M23. Kwa hiyo hii usawasaji sasa wa AFC ambao pamoja na bwana Joseph Kabila Kabange akiwa kabisa ndiye kiongozi wa M23 kama vile wanavyozungumza, yaonekana kuwa wako mwishoni. Jina hizi zitakwenda kuzimika ikiwa M23
itaweza kutoka Bukavu. Tuseme kwa mfano kama Mheshimiwa Felix Tshisekedi anaamuru serikali ya Kongo kuwapiga M23, na ikiwa watapigwa hapo Bukavu na Goma na nafasi nyingine, kwa hiyo hizo tabaka ambazo imetaja AFC M23 pamoja na kiongozi wao Joseph Kabila watakwenda kupotea kabisa, na watapoteza umaarufu wao katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Pia tuzungumzie habari za pale maeneo ya Lubero. Kama tunavyojua huko Lubero kuna kuwa na waasi ambao kabisa walikuwa wa Majimaji na wakaweza kujigawa kutoka kwenye wa Majimaji wakaenda kujiunga sehemu yao ambao walikuwa wanashirikiana na M23, lakini habari ambazo tunazo kwa sasa zaeleza kuwa wapiganaji hao wa Majimaji kutoka General Kabido tayari waweza kuanza kujiwasilisha kwenye mamlaka ya Kongo. Waasi hao wa zamani ambao walikuwa kabisa wameshajitenga na jeshi la FARDC waliweza kujiwasilisha huko Kivu Kaskazini mbele ya Meja Evariste Kakule maarufu Somo, akiwa kabisa ndiye guverner wa kijeshi maeneo ya huko Lubero. Kwa hiyo ikiwa wengine wataanza kuiga mfano na kuangalia kuwa walidanganywa, wanaweza kabisa wakarudia, kwa sababu Kakule kupitia parade aliweza kuwaonesha wapiganaji hao na kusema kwamba hao wamekiri na wamerudia, haina haja ya kukataa kuwapokea, ni vema tuweze kuwapokea ili waje watumikie Kongo, na wamewapa tahadhari wasije tena wakarudilia upande wa waasi wa M23. Turudi hapa Uvira ambapo tunakuwa na mengi ambayo tumekuandalia kuhusu hapa Uvira. Waziri wa miundombinu Bwana George Kibonge akwenda kutembelea Espace Monima ambayo ilionekana kabisa kuwa ni hatari kwa raia wa Uvira. Katika matangazo yetu yaliyopita tulikuzungumzia kuwa hapo kumeshafanywa decentralisation, mashirika za kiraia, meya wa mji Kifara Kapenda Kiki, na hiyo jana ilikuwa ni zamu yake Bwana George Kibonge akiwa ni waziri wa miundombinu ambaye alikwenda kuona hali hiyo na kazi za ujenzi wa barabara hapo Kumonima ambayo inalaumika na shirika za kiraia kuwa wanajenga vibaya, zimeshimamishwa muda wa masaa 74. Muda wa masaa 74 ishimamishwe ili wafanye vikao na mashirika za kiraia na entreprise USK pamoja na OVD waangalie namna gani wa kuweza kurudisha hiyo sura ambayo raia wanayohitaji hapa mjini. Kwa hiyo tunasubiria leo au kesho kutakuwa na kikao ambacho tutaweza kuzungumzia kile ambacho walichokizungumzia. Kiongozi mkuu wa CCR aliweza kutembelea jijini Uvira na kupokelewa na Gilbert Mamadou Diallo akiwa ni kiongozi wa CCR Uvira, ambapo waliweza kutembelea kwenye hospitali kuu ya Uvira, kwenye SNL Uvira, Regideso Uvira pamoja na kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Sud Kivu. Lengo ilikuwa ni kwenda kabisa kujionea hali namna gani mashirika hizo zinaendelea kutumika. Itambue ya kwamba kwenye hospitali kuu ya Uvira kuna kuwa na ile morgue ambayo inatumikishwa na umeme. Regideso inatumikisha umeme na umeme Uvira iko katika hali ya wasiwasi, tukizungumza kuwa sasa inakuwa ni wiki moja Uvira haina umeme, na hiyo inasababisha raia waweze kukosa maji safi ya kutumia, pia wale ambao wanaokufa kuwekwa ndani ya mochwari. Kwa hiyo alikwenda kutembelea eneo hizo na kuahidi kuwa CCR iko katika mikataba ya kutumika katika sheria za kivita na kuangalia namna gani wanaweza wakatoa msaada kwa wakaaji wa Uvira. Ikumbusho kuwa tayari ugonjwa wa kipindupindu unaanza kuathiri wakaaji wa Uvira, hasa kwa wakati huu wa ukosefu wa umeme, wakati bei za chaji imepanda hadi 500 pesa za makongomani, wakati raia waanza kulia kuhusu ukosefu wa umeme mjini Uvira. Amani Katembera akiwa ni mchaguliwa wa pale Bukavu jimboni Kivu ya Kusini aweza kutoa ripoti yake ya likizo kwenye ofisi ya jimbo la Sud Kivu, na katika ripoti hiyo iliundwa na mambo matatu. Iliundwa na mambo ya usalama, pia na mambo ya uchunguzi, na pia mambo ya kisiasa. Katika hali hiyo alikwenda kupeleka kibaro hicho mbele ya gavana na kuweza kusema kuwa ni lazima kuweze kuwa na shukrani, kuwashukuru vijana wazalendo kwa kuwa walikwenda kujitolea na kutetea ardhi yao, akitaja Uvira, Baraka, Kamituga na huko Mwenga. Vijana hao ambao waliweza kushimama kwa kutetea ardhi yao wanatakiwa kuwa jere vizuri na kuweza
kupewa hata angalau motivation ili kwamba waendelee kutumika kazi vizuri. Na jambo lingine aliweza kuzungumza kuhusu kuingiza pesa mfukoni mwa serikali, kuwe na ile swala la uchunguzi na watu wao wanaingiza pesa ambazo zitakuwa wazi na zinaonesha zinafanya kazi katika hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa kabisa ndipo tunafika mwisho kabisa wa uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo. Uchambuzi ambao ulichambuliwa na Janvier Emmanuel Kaluya. Nikutakie usikilifu mwema mahali pote ambapo lipo, ambao umeendelea kujiunga na televisheni yetu kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaherini.